Mchezo wa kimataifa wa kirafiki baina ya Iran na Tanzania umekamilika. Iran wakipata ushindi wa mabao 2-0, na kuna vitu viwili vikubwa ambavyo mimi naona kama ndo vilikuwa tofauti katika huu mchezo. Cha kwanza ni cha kiufundi, lakini cha pili kinahusisha tu uwezo ama daraja baina ya wachezaji wa timu hizi mbili kwenye mchezo huu wa kimataifa wa kirafiki. Kwenye upande wa kiufundi, Iran waligundua kwamba umbali baina ya mistari mitatu ya Tanzania wanapokuwa hawana mpira ni mkubwa. Yaani Tanzania walikuwa kwenye muundo wa 4-4-2. Lakini shida moja ambayo ilikuwa inaonekana, na hii ni shida ambayo huwa ni ya kiufundi alafu ni ya kawaida sana. Umbali baina ya mistari yao ulikuwa ni mkubwa. Iran walikuwa wanaanza kutoka kwenye eneo lao kwa kutumia watu watatu. Ina maana Tanzania kuanza kuzuia na watu wawili mbele, tayari kiidadi Iran hapo wana faida ya kuwa na mtu wa ziada. Lakini katika namna ambavyo Iran walikuwa wanajaribu kutoka, walikuwa kuna muda wanapiga tu mpira mrefu kwenye eneo katikati ya mstari wa ulinzi na mstari wa kiungo. Sasa pengine mtu unaweza kuwa unajiuliza dhamira ya Iran ilikuwa nini, kwamba walikuwa wakianza tu pasi ya kwanza ya pili wanainua mipira kwenda kwenye lile eneo. Ni kwa sababu kulikuwa kuna umbali baina ya mstari wa ulinzi na mstari wa kiungo. Hata kwenye nyakati ambazo Tanzania walikuwa wanajaribu kwenda kuweka pressure kwenye eneo la ulinzi la Iran, mstari wa kiungo ulikuwa unakwenda kukabia juu, alafu mstari wa ulinzi ulikuwa hauendi kuungana karibu na ile mistari mingine miwili ya mbele. Kwa hiyo kunatengenezeka shimo baina ya viungo wa Tanzania na walinzi wa Tanzania kwenye namna ambavyo timu ilikuwa inajaribu kuzuia. Kwa hiyo ikawa ni rahisi tu, Iran wao wakawa wakipata mpira wanauinua kwenye ile eneo linakuwa wazi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwa kiasi kikubwa sana kiliwapa faida Iran kwenye namna ambavyo ufundi ulikuwa unahitajika. Swala la kuweka ukaribu baina ya mistari ni jambo namba moja kwenye ile misingi ya kiuchezaji. Unaposhindwa kudumisha umbali unaotakiwa baina ya mistari yako uwanjani, utaadhibiwa. Haijalishi wewe ni underdog, haijalishi wewe ni favorite, kwa sababu huo ni msingi, sio falsafa. Yaani msingi manake ni kitu ambacho ni lazima kiwepo ili uwe kwenye nafasi ya kufanya chochote ambacho ni chanya katika mchezo wa mpira wa miguu. Na Tanzania kwenye kipindi cha kwanza waliukosa msingi huu muhimu kabisa. Lakini kingine ni uwezo, ufanisi. Kama kuna mtu anakumbuka hapa, hakuna nafasi yoyote ambayo Iran wameitupa katika mchezo. Kwenye nyakati zote ambazo wameamua kulenga lango walifunga. Na hiyo ndio ilikuwa tofauti baina ya Iran na sisi. Sisi tulikuwa tunalenga lango, lakini huna uhakika nini kitatokea, na kwa kiasi kikubwa hata ufanisi wenyewe kipindi cha pili pia haukuwepo kabisa, licha ya kwamba Tanzania walipata nafasi ya kukaa na mpira zaidi kuliko kipindi cha kwanza, lakini ufanisi ulikuwa ni mdogo. Naweza tu kusema kwamba walau kipindi cha pili Tanzania walibadilika, na ni kwa sababu umbali baina ya mistari ulikuwa mdogo. Walau ulikuwa unawaona wachezaji wanakuwa karibu wanacheza, licha ya kwamba Iran walikuwa wanafanya kitu kimoja chepesi tu, kwamba walikuwa kuna muda wanawaacha Stars wawe na mpira, lakini walikuwa wanahakikisha kwamba eneo ambalo Stars watakuwa na mpira, wao watakuwa na wachezaji wengi zaidi katika hilo eneo. Kwa hiyo mnaweza kuonana, lakini kwenda kutengeneza madhara katika lango la Iran, hicho ni kitu ambacho walikuwa hawako tayari kukiruhusu.